Bwana asifiwe. Hakika ni wakati mwingine mwema kwetu sisi wenyewe, sisi wazaliwa wa kwanza ambaye ni first from Gachini anajieke, tuko hapa kusema kwamba Mungu ni mwema na ni mwaminifu, na chochote ambaye yeye mwenyewe hutenda kwa wema. Anything that he has done, jambo lote ambalo Mungu wetu ameanzia, hakika hakuna wakati inakoma kwa njia yote. Bwana wetu asifiwe. Nataka tuone neno la Mungu kutoka kitabu cha Chronicles, Second Chronicles, Mambo ya Nyakati, mlango wa 44. Second Chronicles mstari wa kwanza. Nitaelekeza leo tena. Yosia alipata umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 41 huko Yerusalemu. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Ule mstari wa pili. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaziendea njia za Daudi babaye, asigeuke kuume wala kushoto. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Nikusema katika hali yote ya kutawala, hali yote ya kumpenda Mungu mwenyewe, haijalishi miaka ambayo mtu ako naye, haijalishi uzito wa aina gani, haijalishi mambo mengi ambayo inatakikana mtu atende ili aweze kutenda na kufuatilia na kutimiza amri za Mungu. Tumesikia kwamba Yosia alikuwa miaka 8 alipotawala, na katika hii miaka 8 ambayo Mungu alikuwa amempatia ya kutawala Israeli na Yuda, Bwana wetu asifiwe, akiwa kijana, kwa sababu mtu wa miaka 8 kutawala sio rahisi. Bwana wetu asifiwe. Lakini miaka 8 Mungu alikuwa ameonelea kama huyu kijana ataweza. Huyu kijana akona kitu ndani yake ambaye wakati atasimama itasikika, wakati atasimama hii kitu ambayo iko ndani yake hakika italeta manufaa kwa watu wa Mungu, italeta mambo mazuri na Mungu atatukuzwa. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma hapo chini ikasema wakati alikuwa na miaka 8 ikanao kijana akatafuta Mungu, akaanza kutafuta Mungu kwa moyo wake wote. Mtu wa miaka 8 ana ufahamu kwamba hakika iko mmoja anastahili kutafutwa. Mtu wa miaka 8 alikuwa na ufahamu kwamba iko nguvu nyingine, itakuwa kwa mwingine ambaye ako na uwezo wa kutenda makubwa na kuazilia. Ukisoma hapo mstari wa mwingine utasikia alipofikisha miaka 12 huyu mtu ambaye ni Yosia, Bwana wetu asifiwe, akaanza kubomoa, akaanza kutengeneza, akaanza kuachia. Bwana yetu asifiwe. Usiku mchana wa leo, watu wa Mungu, nataka niwaambie Mungu afanye kazi na umati. Mungu afanye kazi na mambo ya kuwa mwenye hekima, ya mtu akuwa mwenye hekima. Mungu afanye kazi kwa mtu kwamba ako na hekima nyingi ndipo mtu Mungu anamtumia. Hapana, Mungu afanye kazi kwa wingi. Hapana. Lakini ukijana alipofikisha miaka 12, akaanza kuharibu, akaanza kubomoa, akaanza kutengeneza. Nikiwa katika ndani ya moyo wake alikuwa na nafasi ya kutamania kuhudumia Mungu. Alikuwa na nafasi ndani yake mwenyewe ya kuandaa na kutakasa na kuondoa, na vile alikuwa na tamati ya kuhudumia Mungu miaka yake yote. Bwana wetu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndiyo siku ya leo unapokuwa popote ulipo, wewe mwenyewe unasikia Mungu haijalishi uzito uliye naye, haijalishi kiwango ya ukuu uliye naye,
itatibuka, na ikitibuka utajielewa. Ukitibuka mambo yako itabadilika. Ukijielewa maisha yako itabadilika. Bwana wetu asifiwe. Yosia akabomoa, na wakati alibomoa mji wa Yerusalemu, mji wa Yuda, kulikuwa na miungu mingi ilikuwa inaomba. Wakati huo wana wa Israeli walikuwa wametoka kwa njia za Mungu, kwa sababu walikuwa hapo mbeleni walikuwa wamemwasi Mungu. Wakati na madhabahu mengine ambayo ilikuwa ya juu ilikuwa inaomba, ambayo ilikuwa na mapenzi ya Bwana. Bwana wetu asifiwe. Lakini Mungu mwenyewe kupitia kwa huyo kijana ambaye ni Yosia akapatia ufahamu wa kujua kwamba lazima angebomoa, lazima angefanya jambo ambayo italeta watu karibu na Mungu mwenyewe, ambayo italeta ushikamano wa Mungu na watu, ambayo italeta nafasi ya Mungu kupata nafasi ndani ya wana wa Yerusalemu na wana wa Israeli. Bwana wetu atukuzwe. Ili Mungu apatikane, ili hapa Mungu aonekane, ili Mungu na Mungu zidhihirishwe, lazima jambo ionekane, lazima matenganisho ionekane, lazima watu hame mahali walipokuwa, lazima mioyo iweze kutamania huyu Mungu, lazima mioyo iweze kukubali kama mahali ambapo Mungu alipo mama hivyo vingine tena. Bwana wetu asifiwe. Ukienda kusoma hiki kitabu utasikia vile waliendelea, akaharibu. Wakati aliharibu akaanza kuandaa kutengeneza nyumba ya Bwana, kwa sababu ya nyumba ya Bwana ilikuwa imeharibiwa, mambo ilikuwa imeteka mengi, ilikuwa imekuwa kama haikuwa na kitu chochote. Ilikuwa imekuwa kwamba katika hiyo nyumba Mungu hakuwapo tena, lakini wakati alianza kuharibu akatengeneza watu wengine, akakubali pesa ikusanyie ya kutengeneza hiyo madhabahu. Nikusema kwamba akajiandaa, akaingiza watu katika ile maono ya kutengeneza nyumba ya Bwana, akaingiza watu ile jambo ya kutamania kwamba Mungu amkae vyema. Akaambia watu wakaanza kusanya pesa, wakati walikuwa wanajiandaa kutengeneza nyumba ya Mungu, wakati walikuwa wanaendelea na kufanya kazi ya kurejesha ushikamano wa Mungu na wao, wakati watu walikuwa wanaendelea. Bwana wetu asifiwe. Na kutafuta njia ambayo nyumba ya Mungu itasimama, kitabu ikapatikana. Bwana yetu asifiwe. Hii kitabu ilikuwa imeandikwa kale, na hii kitabu ilikuwa imejaa mambo ambayo Mungu amekuwa akieleza wana Israeli vile walikuwa wanafaa wakae, vile walikuwa wanafaa waendelee kwa ile njia. Hii kitabu ilikuwa na torati. Bwana yetu asifiwe. Na hii torati ilikuwa inapatia wana Israeli mwongozo ya vile watakaa katika maisha ya baadaye. Bwana yetu atukuzwe. Wakati Yosia alipotamania kuharibu, wakati Yosia alipotamania kutengeneza, wakati Yosia alipotamania kuleta ushikamano wa wana wa Israeli na Mungu mwenyewe. Bwana yetu atukuzwe. Na hakika watu wakaingia kama hiyo siku ya leo. Wewe pamoja na mimi tuko hapa mahali hapa ili tuweze kushikilia na kusimamisha ufalme wa Mungu, kusimamisha neno la Mungu katika sehemu yetu ya kiroho. Bwana yetu asifiwe. Wakati tunafanya hivyo, kitabu kitakapatikana. Wakati kitabu ilipatikana, ikawa na mambo hapa tasoma. Hebu tusome mstari wa 19. Mstari wa 19. Ikawa mfalme alipasikia maneno ya torati
na Isaya mtumishi wa Bwana kusema, nendeni mkaamulize Bwana kwa ajili yangu na kwa hao waliosalia wa Israeli na Yuda katika habari za maneno ya kitabu kilichoonekana, maana ghadhabu za Bwana ni nyingi iliyomwagika juu yetu, kwa sababu baba zetu hawakulishika neno la Bwana kutenda sawasawa na yote aliyoandika kitabu humo. Bwana wetu asifiwe. Isaia wakati kitabu kilipatikana, na hii kitabu ilikuwa imejaa mambo mengi walikuwa wanaenda yale mwongozo wana wa Israeli ilikuwa inafaa waendee. Hii kitabu ikiwa na torati, ilikuwa na mpangilio, ilikuwa na sheria, ilikuwa na mambo ambayo Mungu alikuwa amewaandalia, ilikuwa na njia ambayo wana wa Israeli iliwafaa waweze kupitia. Bwana wetu asifiwe. Wakati huyo Yosia alipopata kitabu kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Hilkia, akasoma ile kitabu. Wakati aliposikia maneno, Biblia imetuambia hivi, akaanua mavazi yake. Bwana asifiwe. Akaanua mavazi yake, nikisema kwamba wakati neno lilipita, akalisikia, akajiama, akajitoa, akajiachilia mawazo yake, akiachilia, akachukua hatua ya kujikosoa mwenyewe, akawa mfalme, akatoa mavazi yake, akayararua. Bwana wetu asifiwe. Sio kama uchungu ikamwingia kwa sababu ya maneno alipoyasikia. Bwana wetu asifiwe. Vile akapiga hatua nyingine, akatafuta watu kadhaa wanapigasikia, akawaingiza katika ile machungu, akawaingiza katika ile hatua ya kutafuta Mungu. Bwana wetu asifiwe. Hangeweza peke yake. Bwana wetu asifiwe. Hapo ni baada ya mavazi, akaingiza wengine katika ile uchungu, akaingiza wengine katika ile maono aliye naye ya kuandaa na kutengeneza nyumba ya Mungu. Bwana wetu asifiwe. Akaingiza wale wengine katika mambo ya kutafuta Mungu na kuendelea katika hali ya kumtumainia. Bwana wetu atukuzwe. Akamua mavazi yake. Mtu yote ambaye hufika hatua ya kuanua mavazi ni kuonyesha kwamba huyo mtu hakuna kitu kingine kinachobakisha. Uchungu ambaye alisikia ilikuwa na uzito, ilikuwa ni jambo lingine, ilikuwa inatakikana aketenda. Mawazo yake ilikuwa tayari, iko tayari, maisha yake ilikuwa tayari, amejipatiana kwa huyu Mungu. Nikusema kwamba katika uongozi wake, katika kila hali, katika uongozi wake hakuna kitu angefanya kwa sababu ya huyu Mungu. Bwana wetu asifiwe. Akaenda kwa sababu mababa zetu walipokuwa hapo mbele, wale ambao walipotea kitabu hii hawakutia manani, hawakupiga hatua wafuatie maneno haya. Bwana wetu asifiwe. Na kwa sababu haya yeye akasimama, akiwa kijana, akiwa mtu mchana, mtu ambaye hana uwezo, mtu ambaye hana hekima ya kutawala, mtu ambaye hakuelimika, hakwenda biology, hakwenda mambo mengine, mtu ambaye hakwenda jambo lingine lolote ambaye alimfanya kusemekana kama ni kuelimika, ameelimika. Lakini mtu ambaye ni sahihi, mawazo yake, moyo wake, mwili wake, chochote alichokuwa naye, ufalme wake, chote alikuwa ni kamili. Mungu mwenyewe anaweza kumwongoza
aliachilia. Hebu ngoja kwa mapenzi yake. Soma hiyo kitabu utasikia vile kutenda. Watu wakasoma maonia, wakaomba, naye Mungu akasikia maombi yake. Bwana wetu asifiwe. Yosia, Mungu akamsikia maombi yake na akasema, kuona kwamba umesikia maneno ukapiga hatua ukaroa masi, kuona kwamba umesikia maneno ukapiga hatua ukasikia uchungu, kuona kwamba umepiga hatua na umebomoa. Bwana wetu asifiwe. Hakika ile laana nilipokuwa nimesema itakuta wana Israeli, itakuta wana Israeli, haitakukujia wewe mwenyewe. Siku ya leo ni wewe mwenyewe utajiandalia njia zako, ni wewe mwenyewe utaleta utenganisho kwa watu wengine, ni wewe mwenyewe utafanya imani yako, wokovu wako usimame imara, ni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Utajipeleka mbele ya Bwana, ni wewe mwenyewe utainua mikono yako utukuze Bwana. Bwana atukuzwe. Yesu mwenyewe ametufanya watu wake nao waweze kurithi ufalme wa mbinguni. Ni wewe mwenyewe pamoja na mimi ametusimamisha mji wake nao. Bwana wetu asifiwe. Yosia akasimamisha mji wa Yerusalemu, akasimamisha wana wa Israeli na wote wakamjia Bwana. Siku ya leo ndio ambapo kuna siku ya leo, ndio ambapo hapo siku ya leo utaleta mabadiliko, utaleta mabadiliko katika mji wake nao. Ni wewe mwenyewe utamsimamisha maombi yako, ni wewe mwenyewe utajitoa ili wana wake nao waweze kuokolewa. Bwana wetu atukuzwe. Hatukuja hapa bure, hatukuja hapa bure, hatukupata nafasi bure. Bwana wetu asifiwe. Sio mambo ya mambo mengi, sio juhudi mingi, no, sio hekima mingi, no, sio mambo mengi, lakini kuna vitu hivyo. Yosia akawa kijana wa miaka 8, 12, akatenda makuu hapo. Hakuna kitu kinafaa, ni wewe mwenyewe ushike mbele ya Bwana. Tuombe Bwana, tupatie wewe tunasema na watu wa kiroho waweze kubadilisha maisha yao kiroho, tuweze kuonekana, tuweze kubariki kupitia kwa Mungu mwenyewe. Tukiamini kwa Mungu, tukiamini kwa Mungu, maisha yetu na maisha ya kiroho itabadilika. Bwana awabariki mnapoendelea kujikaza moyo, mnapoendelea kujiweka Mungu, mnapoendelea kutabadilika kama Yesu na mambo yetu itabadilika. Hebu tusimame. Bwana awabariki. Thank you Jesus. Dear